Mimi naitwa Apostle Ndora Waruinge, ama pia kiongozi wa kikundi cha Mfalme wa Amani Foundation, ambacho ni wakfu wa kutetea amani, kupigania amani na kuhamasisha amani miongoni mwa kila tabaka ya binadamu katika nchi yetu ya Kenya. Ni mwafaka maalum ama wakfu maalum katika kuangazia misingi halisi ya kitaifa ya Kenya, ama halisia ya Wakenya ya kuwa pamoja bila ubaguzi wa kidini, bila ubaguzi wa kikabila, bila ubaguzi wa jinsia. Sisi wote ni Wakenya. Tunakuja kuzungumzia kwamba kila wakati tumekuwa na kipindi tunapokaribia siasa, kutakuwa kuna vita, watu wanauana, more especially hapa Nairobi, hapa Nakuru utakuta kuna kabila wa Kikuyu, wa Kalenjin wanapigana vita kwa sababu tu ya kijikaratasi kidogo tu kinaitwa kura, ama kwa sababu ya mtu fulani ambaye after kupiga kura tunarudi na kuishi pamoja kama ndugu. Huku tumechoma manyumba, tumevunja watu, wengine wameuliwa, damu imemwagika, ambalo sio jambo nzuri. Pia kutakuwa na uhamasisho wa vikundi vyote vya tabaka mbalimbali katika kikundi cha Gen Z, vikundi vya Mungiki, vikundi vya Confirm, vikundi vyote ambavyo ni vikundi ambazo zinakuanga na hali ambayo ni STST, kuja kuwalete pamoja, kuwazungumzia, kuambia tusikubali kutumika kwa mabaya. Upigaji wa kura ni haki yako. Una haki ya kumchagua unampenda, una haki ya kumtetea unampenda, lakini hauna haki ya kumpiga ambao usihompendi. Sisi zote ni wananchi wa nchi ya Kenya na tunapenda amani na tuishi kwa amani, maana Kenya ni yetu sasa na hata milele. Yeah. Maybe unaweza tujulisha tu ujumbe wako ni upi kwa vijana, kwa maana sasa tumeona vijana wengi wamejitokeza sana, hususan wakati tunaelekea mwaka uchaguzi. Kuna ujumbe maalum niko nao kuambia. Siku hasa ya leo ni siku ya Pasaka. Tulichagua hususan siku ya Pasaka maana ndio siku ambayo Yesu alifufuka. Kufa kwa Yesu, alikufa akiwa na miaka 33, kwa hivyo alikuwa bado ni kijana. Musa wakati alianza miemeko yake alikuwa bado kijana. Daudi alikuwa bado kijana, na wote walikuwa bado kijana. Kuongea sana ama kufanya mambo mengi sana na hauna hatua ambayo unaichukua kwa ajili ya kesho yako, ni kwamba umepoteza mwelekeo. Sasa ni wakati wako, kama wewe ni kijana kutoka miaka 18 kwenda juu, ni wakati wako. Vijana kama tuko pamoja na tuko wengi, tumeweza kuelezewa vizuri, tunajielewa, tuko Gen Z. Sasa ndio wakati wa kuchagua kiongozi. Hata kama ni miaka 18, sheria inakubalisha. Tusije kusema ati rais amefanya, wanasiasa wamefanya, wa upinzani wote wamefanya, wanasiasa ni wale. Hapana, pia na wewe simama kuwa mwanasiasa, tetea wanasiasa wako, lete ambacho unataka kifanyike katika taifa la Kenya. Wajenzi wasiseme ati hakuna watu wa kutetea. Jiteteeni nyinyi wenyewe, kujeni pamoja, mujipiganie, mujitetee. Maslahi ni yenu, future ni yenu na mipango ni yenu. Hakuna atakaye kupigania. Jipiganie wakati ni sasa. Maana hata Yesu alipoanza kupigania alikuwa na miaka 30. Na viongozi wote ukiangalia kwenye Biblia, wengi, 90% ya wote ambao walikuwa viongozi kwenye Biblia walikuwa viongozi wakiwa vijana, walikuwa majensi. Maumau walipoenda kwenye kichaka kupigania vita, kupigania ukombozi wa nchi, walikuwa majensi. Wakati Matiba wamekuja kupigania ukombozi wa nchi, waliomuunga mkono walikuwa majensi. Na hao ndio walikuwa wabunge wengi wa kwanza, walikuwa wana siasa wa MCA wa kwanza, na ndio walilete mabadiliko ambao kiasi fulani tulipata section 2 ikabadilika. Na sasa hivi pia na wao wawe na majukumu. Wasije kuwa kisema sisi ni Gen Z, alafu tuna watu wanasema ati fulani amenunuliwa, fulani. Kama juzi niliona Kiengei, rais alienda kwa Kiengei, Gen Z wakasema amenunuliwa. Nani alikwambia Kiengei ni kiongozi wako? Hata wewe kuwa kiongozi, kama amenunuliwa mwache. Tengeneza kiongozi mwingine, muendelee safari. Jiteteeni vijana. Mimi nikiwa Mungiki, nilianzia kikundi cha Mungiki nikiwa na miaka 17. Na nilipigana mapigano makubwa mpaka nikiwa miaka 30 ndio nikaondoka kwenye Mungiki, lakini nilifanya kitu kikubwa ambacho hata sasa watu wanakizungumzia, kiwe kibaya kiwe kizuri, lakini kilifanya muemuko ambao mpaka sasa hivi watu, kila mtu anazungumzia lile jambo. Kwa hivyo una haki, una jukumu, una uwezo wa kufanya mabadiliko ambayo wewe unayataka. Usije ukaambia mtu ama ukangojea mtu akusaidie kuyafanya yale mabadiliko. Fanya mabadiliko wewe mwenyewe. Asante. Tukiangalia kwa sasa pia wananchi wako na hofu sana kwa vile unapata viongozi wengi wanarushiana macheche za kisiasa. Kuna wale wanazungumziana vibaya. Maybe kuna ule
ujumbe ambayo ungependa kujulisha wananchi? Ni watu wawili tu wanaorushiana cheche, ni Ruto na Gachagua. Wao ndio wanaelewana, wanajuana. Wao ndio wanajuana wanachokifanya na wanaelewa wanachokifanya. Ni kwa nini walikosana? Walikosania wapi? Maana kipindi kimoja walikuwa wandugu, sasa hivi wanapigana. Hiyo sio tatizo kwetu kabisa, hata kitu hata kimoja. It's not our problem, it is not our worry. We shouldn't be worried about them, what they are doing. We are knowing their character. Umesikia Ruto badala akuwe rais amekuwa mtu wa kujua nini? Boma za watu, ng'ombe inapata mbegu ama ipati mbegu. Amekuwa sasa, unamuona kweli haukuchagua kiongozi, alikudanganya yeye ni kiongozi. Sasa ni wakati na sisi tufanye overhaul, tufunge Kenya, we lock Kenya, tuivunge kwa sababu ya renovation. Na tukifanya renovation yetu hii, tumalize maongozo yote ambayo hatuyataki, tuyalete maongozi mazuri. Baada ya hii tamasha ya leo, mtazamo wako ni gani? What are your next kutoka plans? Leo tumeanzisha ofisi tu, leo tumekuja kulaunch. Tamasha la leo lilikuwa kulaunch, kuanzisha rasmi kikundi kinaitwa Mfalme wa Amani Foundation. Kutoka hapa tunaelekea Nairobi, kutoka Nairobi tunaenda Eldoret, kutoka Eldoret tunaenda Nyeri, kutoka Nyeri tunaenda Mombasa. Kenya, all the 47 counties tutaingia huko, na tuko na mambo kadhaa ambayo tunayazungumzia. Kwa maana sio tu kuzungumzia amani. Ni nini ambacho kinachangia kutokuwa na amani? Ni kwa nini watu hawana kazi? Biashara ni kwa nini hazifanyi? Tabia na mila na kila vitu kama vile haviambatani na ubinadamu. This is what we are working out to make sure tunafanya whole, tunafanya kila kitu katika miegemeo yote ya kuhakikisha ya kwamba everything is done to make sure peace and tranquility is within. So we are creating job opportunities, business opportunities and many other things. Vile vitu ambavyo vimechangia kukosekana kwa nidhamu, kukosekana kwa kazi, kukosekana kwa mazingira mazuri, all those things ndio tunaweza kuleta pamoja so that we can have a move that will change this nation and the world at large. Mfalme wa amani, tunasema naipenda amani. Kwa nini other last remarks maybe ungependa kujulisha umma? Naambia sasa, amani haiji ila kwa ija ya upanga. Amani, mimi ndio mwanzilishi wa amani. Kwa hivyo wewe mwenyewe ndio mwenye amani. Kaa kwenye amani ile. Kwa kwenye msingi wa amani, wapende wa Kenya, ipende nchi yako, endeleza nchi yako, maana hii nchi ni yako. Kesho pia uko hapa, kesho kutwa watoto wako hapa, vizazi vingine vinakuja. Let us make Kenya a peaceful nation, a city of peace. Thank you. Thank you. Welcome. Asante sana.